Soka la Afrika ni kama limetawaliwa na baadhi ya mataifa fulani hivi ambao wao wana mamlaka ya kufanya jambo lolote kwenye mpira wa miguu barani Afrika, na then hakuna chochote kile kinachotokea. Kwenye mchezo wa Young Africans tuliona vurugu. Kwenye mchezo kati ya Al Hilal na timu ambao walikuwa wanaihost kwenye uwanja wa Amani kwa maana ya Mahoro pale jijini Kigali nchini Rwanda, tuliona vurugu zilizotokea. Lakini usiku wa jana Al Ahly wakiwa kwenye uwanja wa nyumbani wa klabu ya AS FAR Rabat, tuliona vurugu kubwa sana iliyopelekea mpaka tukaona vitu vyenye ncha kali uwanjani. Ni kitu gani ambacho timu za kaskazini wanachojivunia kiwango cha kufanya vurugu kwa kufikia hatua ya kuhatarisha afya za wachezaji? Hata baada ya mchezo wa Young Africans na AS FAR Rabat, wachezaji wa Young Africans walilazimika kutoka uwanjani kwa uangalizi na wengine wakikimbia alimradi tu kuokoa usalama wa afya zao. Ni kitu gani hasa kinapaswa kufanyika kukomesha haya mambo ambayo yamekuwa yakifanywa na hizi timu hasa za ukanda wa kaskazini? Pitso Mosimane amewahi kusema nchi zinazotokea kaskazini mwa bara la Afrika zinadhani zenyewe ni untouchable na ndizo zenye haki ya kupata matokeo kwenye uwanja wowote ule zinakokwenda. Ndio maana zinakuwa chanzo cha vurugu. Kwa nini shirikisho la soka barani Afrika CAF inakalia kimya haya matukio? Mashabiki wa ukanda wa kaskazini wamekuwa wanamizuka kweli kweli wakiwa katika uwanja wao nyumbani. Yani wamekuwa ambacho wao wanakihitaji ni matokeo ya ushindi pekee. Kile ambacho kimetokea kwenye uwanja wa Prince Moulay Abdelrahman huko katika mji wa Rabat nchini Morocco, kile kinakwenda kuashiria kwamba walikuwa wameshaingia na matokeo yao kiwanjani, kwamba wao walikuwa wanaamini kwamba wanakwenda kuifunga National Al Ahly, na ile yote imekuja kutokea mara baada ya kuona kundi ambavyo limekuwa. Ni wazi kwamba mchezo wa Young Africans utangulia kabla mchezo wao dhidi ya National Al Ahly, na walikuwa wameshaona kwamba Young Africans ametoka sare, anakuwa na pointi 4, and then wao hawana pointi. Unakuja kuangalia mchezo unamalizika, National Al Ahly anasalisha bao kupitia kwa Mahmoud Hassan Trezeguet, goli zuri ambao anapiga diving header, pasi kutoka kwa Mohamed Ramadan. Unakuja kuangalia mashabiki wakaweza kureact. Kile ambacho kimetokea ni muendelezo tu wa mataifa ya kaskazini kuanza kufanya. Nakumbuka sio mara ya kwanza, na hata kwenye mchezo ulikuwa ni katika uwanja wa Olympiques de Lades Tunisia, ilikuwa ni mechi na nafikiri ilikuwa ni dhidi ya Esperance, sikumbuki na timu gani. Mashabiki waliingia na ile ya kukata vyuma uwanjani na waliweza kuvunja ile mageti na kuingia kiwanjani, lakini Esperance waliweza kuadhibiwa. Na sio kama hawa hawapati adhabu kutoka kwa CAF, wanapata. Hata nakumbuka msimu uliopita Simba naye pia alikuwa kwenye adhabu zinazotolewa hazitoshi. Unakuta hizi klabu za kaskazini muda mwingi zimekuwa zina faida ya kifedha, uchumi wao umekuwa mkubwa. Nakumbuka faida ambazo zimekuwa zikitolewa hasa ni kufungiwa kutoingia kwa mashabiki kiwanjani, and then ni fine. Unaweza kukuta ni milioni 200 kwa gharama za Tanzania, lakini pia milioni 100 kwa hiyo unakuta wale wanaweza kumudu kwa haraka zaidi, na imekuwa ni kama vile muendelezo. Hata wale msimu uliopita nimekukumbusha wale ni Sfaxien walifungiwa mashabiki wao kuweza kuingia kiwanjani mara baada ya kile ambacho walikifanya kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa dhidi ya mashabiki wa Simba, nao pia waliadhibiwa. Tunakumbuka hata kwenye mchezo wao dhidi ya Gaborone hawakuweza kuingia kiwanjani. Kwa hiyo ni muendelezo tu wa mataifa ya kaskazini ambao wao wamekuwa wanaingia na matokeo yao kiwanjani, kwamba wanaamini wakiwa kwenye uwanja wa nyumbani wanachohitaji zaidi na matatu na sio kingineko. Lakini wanasahau kwamba muda mwingi timu ambazo nazo pia wanakwenda kule wamekuwa wakiingia na mipango pia, na walisahau kama jana walikuwa wanacheza na timu ambayo ni kubwa barani Afrika, timu ambayo imewazidi kila kitu kwa sehemu moja ama nyingine. Mataji 12 ya ligi ya mabingwa barani Afrika, wakiwa wamecheza finali 17 za ligi ya mabingwa barani Afrika. Yaani 12 wametwaa, 5 wamepoteza. Huyu ambaye tunamzungumza ameshafika finali ya kombe la shirikisho barani Afrika, National Al Ahly. Walisahau hicho. Hata kwa mchezaji mmoja mmoja amewazidi kila kitu, and then unapata sare katika uwanja wa ugenini, unakuja kufanya vurugu. Kwa hiyo kwa sehemu moja ama nyingine kitu ambacho kinanipa shida, wao wanaingia na matokeo yao uwanjani, ndio jambo linalopelekea wanaamini timu yao ni ina bora, inatakiwa ipate matokeo. Sasa kama timu yao imewa surprise kwa kutokupata matokeo,
Kwa nini wasiwashambulie wachezaji wao, wanaenda kuwashambulia wachezaji wa timu pinzani? Hiyo inatokea kwamba huwezi kumshambulia mchezaji wako, yani wao wataishia kupazomea tu mara kadhaa. Mashabiki wa Simba juzi tuliona walimzodoa Pantev uwanjani, hawakumzodoa kocha wa nani wa Petro Atletico. Hata Young Africans nao pia wakati wapo jijini Mbeya ile mechi dhidi ya Mbeya City, mara baada ya mchezo kuisha kwa sare, mashabiki walianza kumuimba kocha wao wa zamani wa Young Africans. Kwa nini hawakumwimba Mbeya City? Yeah, of course unakuja kuangalia ile ilikuwa ni negative impact kwenye timu, na shida wao waliona kwamba ni kocha, sio wachezaji wala sio kile ambacho amekifanya Mbeya City kwamba kuwa bora. Na kwenye ule mchezo though Young Africans mashabiki wake ndio walikuwa wengi, lakini Mbeya City ndio alikuwa nyumbani. Kwa hiyo unakuja kuangalia kitu ambacho amekifanya jana mashabiki wa AS FAR ni kitu ambacho sio cha kimpira. Mpira mara nyingi ni mchezo wa kiungwana, ni mchezo ambao watu wengi wamekuja pale na familia zao kuja kuangalia, and then kinatokea kitu kama kile cha vurugu kinakuja kuhatarisha. Mimi nafikiri CAF kwenye hili waliangalia walikuwa ina AS FAR pamoja na JS Kabylie wanahitaji kuchukuliwa hatua kweli kweli. Young Africans kwenye kile ambacho walikipitia jana mara baada ya mchezo kuisha, kuweza kurushiwa kopo, nafikiri sio mara yao ya kwanza. Nakumbuka hata kwenye mchezo ambao wanafuzu hatua ya makundi kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya klabu ya African kilitokea hichi wakati wanawafunga pamoja kwa 0 Stefan Kiaziz. Mashabiki wa klabu ya African katika uwanja wa Olympics de Rades walichafuka kweli kweli na kwanza kuwatupia chupa za maji wachezaji wa Young Africans. Kwa hiyo mimi naamini ilimadi tufike katika ule mpira sasa wa professional, inabidi vitu kama hivi tuweze kuviepuka. Ni vitu ambavyo sivyo vya kimpira, ni vitu ambavyo vinafanya kwamba hata watu wengine kutoka bara lingine wakiwa wanaangalia mpira wa Afrika wanasema kwamba huu ni mpira au ni vita, huu ni mpira au ni nini. Haiwezekani mtu kwenye mpira anaingia na kile kifaa ambacho ni chancha kali na sijui aliingia nacho vipi uwanjani, kana kwamba hakuna ulinzi au ni nini, lakini unakuja kuangalia ilikuwa ni hatari kwa wachezaji na yule aliingia nacho mpaka uwanjani, sijui wakati kaenda kufanya nini. Kwa hiyo unakuja kuangalia kwamba usalama unakuwa mdogo tena kwa timu kubwa kama AS FAR ambayo ina mafanikio makubwa barani Afrika, inafahamu kile ambacho kina waleta katika hii michuano, sio kuweza kugombana wala sio kuweza mashabiki wake kuweza kuonyesha kile ambacho amekionyesha jana. Kwa hiyo ni aibu kwa mpira wa Afrika, ni aibu kwa mpira wa Morocco, ni aibu kwa katika timu ya AS FAR kile ambacho amekifanya jana. AS FAR Rabat wanaathiriwa na mentality kwa sababu ile ni timu ya kijeshi. Ule ubabe labda unaotokana na nature yenyewe ya jeshi ilivyo ndio kitu kinapelekea wanafanya vitu vya namna ile. Haiwezekani kuwa hivyo kwa sababu inawezekana timu ni ya jeshi lakini mashabiki hawa ambao wameka pale sio kama wanaishi maisha ya kijeshi. Yaani hata kama timu ni ya jeshi huwezi kutumia mabavu, yani huwezi kufanya sisi kwenye ligi yetu zipo, sisi kwenye ligi yetu zipo. Wakati kasumba hiyo Tanzania ilianza kujitokeza kwamba timu za jeshi zikawa zinafanya vurugu sana. Mimi naamini baadaye watu wakapaza sauti. Mimi naamini tu ambacho jana kimesababisha mashabiki kuweza kureact ni matokeo ambayo waliyapata, matokeo ambayo wao hawakuyakusudia. Na ukiangalia wao ndio walikuwa wa kwanza kupata bao, penalty ambao walipigwa golikipa wa National Al Ahly Mustafa Shaubil aligusa kidogo ikala nguzo, mabeki wakaanza kudhubaa na kaanza kufunga bao. Na hata penalty ambao waliipata sidhani kama ingekuwa ni wao ile penalty ambayo mwamuzi aliwapa kama wangeweza kukubali. Aludi Yeng wakati mwamuzi anatafsiri kama ule mpira kaushika, mikono ilikuwa nyuma and then ball ilikuwa to hand, yani mpira umepata mkono, lakini mwamuzi aliwapatia penalty ya AS FAR ambayo goalkeeper alicheza lakini walinzi walizubaa na kuweza kufungwa bao. Tutegemee nini kwenye mchezo wa marudiano kwa sababu tunafahamu pia wa Misri sio watu wadogo, na ukilinganisha na ukubwa wa Al Ahly tutegemee kunaweza kuwa na visasi kutoka kwa mashabiki wa Al Ahly kuelekea kwa wachezaji wa AS FAR Rabat. Al Ahly ni klabu ambayo imeshapiga hatua kwa sehemu moja ama nyingine, sio tu kwenye klabu mafanikio, hata kwenye wachezaji. Tazama namna ambavyo Simba mara kadhaa ameenda kwenye ule uwanja. Vurugu gani ambayo mkishaye kwenda kuipata? Wanaweza kufanya vurugu kwa kisasi cha wachezaji ambacho National Al Ahly ni klabu kubwa ambayo wao wenyewe wanafahamu. Lakini miongoni mwa mashabiki hatari kweli kweli ni mashabiki wa National Al Ahly, hasa wakiwa wanacheza dhidi ya Zamalek. Na mara nyingi uwanja ambao wamekuwa wanautumia ni uwanja wa Cairo Stadium ambao ndio uwanja taifa wa Misri. Ule uwanja unaingiza mashabiki 75,000. Lakini kwenye kuzuia kwenye mechi za dabi ya Cairo
mara nyingi wamekuwa wanaweka ruksa mashabiki 50,000 pekee, ili mashabiki 25,000 wakose hiyo nafasi, ili uwanja usijae sana uende ikazua hatari. Maana wao wakikutanaga wale ndio wao kinacharuka. Lakini kwenye competition za CAF, Al Ahly wao wamekuwa hawana hiyo tabia, kwamba wao ni klabu ambayo imeshapita hizo level, na sasa hivi wao hapo kwenye level za juu na za professional zaidi. Wao sasa hivi wana base kwenye matokeo ndani ya uwanja, sio nje ya uwanja mara nyingi. Al Ahly wao wana base kwenye matokeo ya ndani ya uwanja. Vurugu za nje ya uwanja, hiyo sio shida yao, hiyo sio habari yao. Mimi ni Lusamwa Hamisi Lusamwa. CAF mnapaswa kufanya jambo ambalo litapelekea hizi purukushani na vurugu zisizokuwa na msingi zisiendelee kujitokeza kwenye mpira wetu na kuendelea kuchafua taswira ya mpira wa Afrika. Nilikuwa na Leopard John, hii ni The Golden Boot. Usikose kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii Instagram, Facebook, X, TikTok. Huko kote tunatumia Annual TV. Usahau pia kusubscribe kwenye channel yetu kwenye mtandao wa YouTube.